أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Hazrat Amir al-Mominin Allah amsaidie sana anasema, ni nani atakayemtolea Allah sehemu bora ya mali yake ili Allah amzidishie uzidisho mwingi, na Allah huzuia riziki na humjalia pia, na kwake mtarejeshwa. Khalifa mtukufu anasema kwamba katika aya hiyo habari ya kumkopesha Allah imetajwa, ambayo sio maana yake kwamba Mungu apishe mbali. Mwenyezi Mungu ana haja na fedha ya kibinadamu, na ili kukidhi mahitaji yake anaomba mkopo. Karaza maana yake ya kawaida ni ile tutumiayo katika kukopa na kukopesha. Lakini kilugha maana yake ni malipo mazuri au mabaya. Humo maana yake itakuwa hivi kwamba ni nani atoaye katika njia ya Allah ili Allah amjalie malipo yake mema. Basi pale swali la kumtolea Allah linaibuka swali, kwani Mwenyezi Mungu humjalia kila mwenye kutenda kazi hiyo malipo yaliyo mema. Yani ikiwa watu wanatoa kwa ajili ya Allah, basi Mwenyezi Mungu pia anawajalia malipo yaliyo mazuri. Ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu amezieleza habari za kujitolea katika sehemu nyingi, na ametangaza kwamba kutoa kwa ajili ya dini yake au kwa ajili ya faida za viumbe wake ni kama kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na kitu kinachotolewa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hakipotei bure, bali kinakuwa kama karaza ambayo Mwenyezi Mungu
anamrejeshia mtu kwa kumzidishia uzidisho mwingi. Basi mtu asielewe kwamba mwenyezi mungu ana haja ya mkopo wowote. mwenyezi mungu ni mola na mlezi wa walimwengu wote na ndiye mtoaji, hana haja ya yeyote. Anapotumia neno la karaza kwa ajili yake, maana yake ni kwamba toeni katika njia yangu na muwe wenye kupokea neema zangu zisizohesabika. Ni nani atakaye nipatia karaza iliyo nzuri? Akiinua swali hilo, ametuhimiza na ametuhamasisha kwa kusema kwamba ni nani ambaye kwa kutumia katika njia yangu anapenda kuwa mrithi wa neema zangu nyingi na aendelee kuzipokea. Halafu hapo mbele anafafanua mwenyewe akisema kwamba mimi siombi mkopo huo ili nikizi mahitaji yangu, bali nawaambieni na nawahamasisheni ili niwarudishieni kwa kuzidisha sana, na nawaelekezeni ya kwamba ikiwa mtatoa kwa ajili ya dini yangu na mtatoa kwa ajili ya faida za viumbe wangu, basi nitawarudishieni kwa kuongeza mno. Na kwa kulitumia neno la karaza hasana, ametuambia kwamba mtakapotoa kwa furaha ya moyo wenu, basi kutoa kwenu utakuwa katika njia ya mwenyezi mungu, na huo utakuwa kama karaza iliyo nzuri, na mwenyezi mungu pia atawarudishieni kwa uzidisho mwingi. Hazrat Masihi Maud alayhi salam katika kikao chake akieleza habari hii alisema hivi: mwenyezi mungu anaomba mkopo, muradi wake si kwamba mwenyezi mungu apishe mbali ana haja na mkopo huo na ni mhitaji. Hata kuwa na dhana hiyo ni kufuru, bali maana yake ni kwamba nitarejesha pamoja na malipo yake, yani nitarudisha kwa kuzidisha. Hiyo ni njia moja ambayo mwenyezi mungu huitumia kwa ajili ya kumjalia binadamu. Kisha katika sehemu nyingine Almasihi Maud alayhi wassalam anasema, mpumbavu anasema, man zallazi yukrizullaha qarzan hasana, ni nani atakayempatia Allah mkopo? Maana yake ni kwamba mungu apishe mbali, mungu ana njaa. Mpumbavu haelewi. Huzur anasema kwamba ni wapumbavu wanaosema hivi. Mpumbavu hafahamu kwamba maana ya kuwa na njaa imetoka kutoka wapi. Mungu anapozungumzia karaza iliyo nzuri kwamba nipatieni, sasa hapo maana hii imetoka wapi kwamba mungu ana njaa? Akasema kimsingi maana halisi ya neno la karaza ni vitu ambavyo vinakuwa na ahadi ya kurudishiwa, na mkopo hutolewa ili baadaye urejeshwe na unakuwa na ahadi. Akasema mtu anayepinga jambo hilo anaongezea neno la umaskini au uhitaji wa Allah kutoka kwake. Mwenyezi mungu hakusema kwamba mimi nina njaa. Mwenyezi mungu hakusema kamwe kwamba mimi nina njaa na nimefilisika, hivyo nahitaji kwa ajili ya dhati yangu, isipokuwa kwa ajili ya waja wake. Mungu anasema ya kwamba waja wangu wanapokuwa na njaa, na ikiwa mtawapa na kutumia juu yao, maana yake ni kwamba nini mtakuwa mmetumia juu yangu. Huzur anasema kwamba hapo maana ya kukopa ni kwamba ni nani atakayempatia Allah matendo mema. Mwenyezi mungu atampatia malipo yake kwa uzidisho mwingi. Amali yoyote njema akiifanya kwa ajili ya Allah, Allah anatoa malipo yake na kumwongezea zaidi ya ile aliyoitenda.
hilo si jambo la fedha tu, bali ni jambo linalohusika na mpango wa uumbaji wa Allah. Na tunapotafakari juu yake tunapata kuelewa kwamba Mwenyezi Mungu, bila kuangalia wema, dua na ombi la mtu, na bila kutofautisha kati ya muumini na kafiri, anaendelea kuwalea wote. Mwenyezi Mungu huwalea wote, wawe makafiri au waumini, na kwa fadhili za sifa zake za rububiyat na rahmaniyat anaendelea kuwapatia wote fadhili zake. Kisha kwa nini atapoteza mema ya mtu yeyote? Pale anapoendelea kuwalea wote bila kuangalia mema yao, na anaendelea kuwaruzuku wote. Sasa mtu atakayefanya wema na kutenda matendo mema, sasa kivipi inaweza kutokea kwamba Mungu ampoteze huyo na asimpe ujira wake? Shani yake ndiyo hii kwamba man yamal misqala zaratin khairan yara, atakayefanya wema sawa na chembe atauona, na atakayefanya uovu sawa na chembe atauona, yani atapata malipo yake. Hiyo ni maana ya kweli ya kutoa mkopo inayopatikana katika aya hiyo. Kwa kuwa maana halisi ya karaza inatokana na aya hiyo, hivyo akasema man zallazi yukrizullaha qarzan hasana, na tafsiri yake inapatikana katika aya ifuatayo kwamba man yamal misqala zaratin khairan yara, yani anayetenda mema sawa na chembe, Mungu humjalia malipo yake. Basi kwa ajili ya kuisambaza dini ya Allah na kwa ajili ya kuwahudumia viumbe wake, kutoa mali pia ni wema mkubwa mno, na kamwe Mwenyezi Mungu hawachi bila kutoa malipo yake. Na Mwenyezi Mungu ameuzungumzia wema huo hapo katika sehemu nyingine kwenye Qur'ani tukufu. Habari za kujitolea katika njia ya Allah, ni nani awezaye kujua zaidi na kutambua zaidi isipokuwa wanajumuiya? Kila mwanajumuiya wa matabaka mbalimbali huwa ana uzoefu wake binafsi ya kwamba kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya kupata radhi yake, kutoa katika njia yake, ikiwa upande mmoja kunamletea utulivu wa moyo wake, wakati huo huo upande wa kidunia wapo maelfu ya watu wanaoshuhudia ya kwamba fedha wanayotoa kwa ajili ya kupata radhi ya Allah, Allah anawarudishia kwa njia zinazowashangaza sana. Wapo wanajumuiya wengi wanaojitolea, na pale wanapotoa, shabaha yao inakuwa ya kupata radhi ya Mwenyezi Mungu pekee, wala wanakuwa hawana wazo lolote moyoni kwamba watapata malipo yake duniani katika sura ya mali ya kidunia. Lakini pale Allah anaposema kwamba nitamrejeshia kwa njia iliyo bora, basi anarejesha. Wapo ambao licha ya kuwa na hali mbaya wanajitolea, na wanapojitolea wanakuwa na matumaini kwamba Mwenyezi Mungu atawatimizia mahitaji yao, na Mwenyezi Mungu anatimiza matumaini yao. Na pale anapotimiza matumaini yao na anapotimiza mahitaji yao, wanashikwa na mshangao mkubwa kwamba kwa namna gani Mwenyezi Mungu alivyotimiza na kukidhi mahitaji yao. Lakini sharti ni hili kwamba watu wajitolee kwa njia ya kupata radhi ya Allah, wajitolee kwa nia ya kupata radhi ya Allah, na kwa ajili ya kupata radhi yake awe anafuata amri zake zote na atende mema mengine vile vile. Sio kwamba ametoa mali tu na aseme kwamba amejitolea sana, bali kutekeleza wajibu na majukumu mengine pia ni kitu cha lazima, na asiwe na fikra yoyote kama anavyokuwa mtu wa dunia anayetumia akiwa na nia kwamba atapata faida yake.
wakati huu nitaeleza matukio ya baadhi ya watu waliojinufaisha na kauli hii ya mwenyezi mungu. Yapo masimulizi kadhaa yanayoangazia jinsi walivyojitolea kwa kujihalisisha na kwa ajili ya allah tu, na mwenyezi mungu kwa njia za ajabu akatimiza mahitaji yao, bali akawajalia zaidi. Wapo wengi wasiojali kwamba kivipi na kwa njia gani watamaliza njaa yao na njaa ya ahali zao, lakini katika dakika chache tu mwenyezi mungu akawaandalia maandalizi ya kumaliza njaa yao na akawapatia zaidi kuliko kile walichokuwa nacho, na hivyo jambo hilo likawa sababu ya kuwaongezea katika imani. Basi hao ndio watu wenye kupata radhi ya mwenyezi mungu, ambao mifano yao mingi tunayoiona katika jumuiya ya ahmadia tu. Raisi na mbashiri mkuu wa Guinea Conakry anaandika tukio moja. Anasema ya kwamba hutuba yangu ya mwaka jana iliyokuwa kuhusu wakfe jadid, yeye aliwasomea wanajumuiya miskitini, ambamo nilikuwa nimeeleza umuhimu wa kujitolea mali, na nilikuwa nimeeleza nukuu za Hazrat Maud alayhi wassalam. Na katika nukuu zile Hazrat Maud alayhi wassalam alikuwa ameeleza njia 5 za kumfikia allah, ikiwemo njia ya kufanya jihadi kwa mali, na akasema kwamba hayawezi kujumuika mapenzi mawili katika moyo mmoja, yani mtu awe na upendo wa mali na pia awe na upendo wa mungu. Na pia nilikuwa nimeeleza matukio kadhaa kama ilivyo kawaida yangu, yani matukio ya kujitolea mali. Anasema baada ya sala ya Ijumaa, mwanajumuiya mmoja maskini lakini mwenye ikhilasi, Musa Quba sahib, alitoa fedha yote aliyokuwa nayo mfukoni mwake kwa ikhilasi katika mchango wa wakfe jadid, ilhali alikuwa ameshatoa mchango wake wa wakfe jadid. Alipoulizwa kwamba ametoa kiasi gani, akasema chochote kilichokuwa nacho mfukoni nimekitoa. Sasa unaweza kuhesabu mwenyewe tu, mimi nimetoa kwa ajili ya kupata mapenzi ya allah, wala sikutoa kwa ajili ya kuhesabu, na wala sikutoa kwa kuhesabu. Fedha hiyo ilipohesabiwa ilikuwa 50,000 farak. Alipoambiwa kwamba chukua kiasi fulani kutoka hela hiyo kama nauli yako ya kwenda nyumbani, kwani umetoa yote na hata nauli pia huna, akasema, je, hujasikia kwamba Hazrat Maud alayhi salam amesema ya kuwa mapenzi mawili hayawezi kujumuika katika moyo mmoja? Hivyo niache leo nibaki na mapenzi ya allah tu. Na kwa furaha zote akarejea nyumbani kwa kutembea. Mbashiri ameandika kwamba hayo ndiyo mambo ambayo kwa kuyaona moyo unajaa na himdi ya allah, ya kwamba ni jumuiya iliyojaa ikhilasi ambayo mwenyezi mungu amemjalia Hazrat Maud alayhi wassalam. Watu wanasikiliza hutuba na wanasema kwamba ndio tumesikiliza, lakini kusikiliza kwa umakini huu na kuelewa kwamba kwa kuwa Hazrat Maud alayhi wassalam amesema ya kuwa mapenzi mawili hayawezi kubaki moyoni, sasa kivipi inawezekana kwamba niwe na mali mfukoni na niwe na upendo wake vile vile? Hivyo mara moja akatekeleza na kufuata agizo lake. Ni mambo mazuri yaliyoje ya kujitolea. Watu wanasema kwamba watu hawa hawaelewi, lakini huo ni mfano wa kusikiliza jambo fulani kwa umakini wote na kisha kulifuata. Ni matukio mazuri ya kujitolea, na hiyo pia inatokana na masharti ya bayati, kwamba katika kila hali ahadi aliyofanya kwa allah ataitimiza na hatalalamika, na akifanikiwa kujitolea atafurahi,
na muda wote atakuwa tayari ya kujitolea. Wapinzani wetu wanasema kwamba sisi tutalifuta jina la Jamaat kutoka dunia. Ni nani awezaye kuwafuta hawa wenye kumpenda Allah na kujihalisisha kwake? Kisha watu wa namna hiyo Mwenyezi Mungu pia anawajalia ukaribu wake, na maadui wanaangamia hadi haijulikani kwamba majibu yao yamekwenda wapi. Kuna mama mmoja wa jumuiya ya Ahmadiyya ya Ufaransa aitwaye Denwa Sahiba, ambaye muda mchache kabla alikuwa amefanya bayati na bado anaendelea kukabiliana na mateso mbalimbali pamoja na familia yake. Yeye anasema, muda wote nimejitahidi kushiriki katika michango yote, uwe wa wakfe jadid, tahrike jadid au mchango wa msikiti, na baraka za kujitolea nimezishuhudia kwa macho yangu. Anasema, mwaka huu nilipotoa mchango wa wakfe jadid, nilikuwa na hali fulani kwamba nilikuwa najitafutia ajira nzuri tangu muda mrefu, lakini nilikuwa sikufanikiwa kupata ajira yoyote. Anasema, siku ile ambapo nikatoa mchango wa wakfe jadid, baada ya dakika 10 tu nikapokea simu kutoka kampuni moja kubwa kwamba wamenipatia ajira. Anasema, mara baada ya kutoa michango yote na hasa mchango wa wakfe jadid, kupata ajira kwa yakini ni ishara kwangu itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Mbashiri wa Kazakhstan anaandika, mke wa mwalimu wa Jamaat Bwana Daslan Sahib alikuwa amejiunga na Jamaat miaka michache kabla. Mwaka huu katika siku ya kuzaliwa kwake alitoa 7,000 tinge ambayo ni sarafu ya inchi katika michango ya tahrike jadid na wakfe jadid. Naye anasema, baada ya wiki moja tu nikapata 70,000 tinge ambayo sikuwa na matarajio yoyote ya kuipata. Pale alipotoa katika njia ya Allah, basi Mwenyezi Mungu akamrejeshia kwa kuongeza 10%. Baadhi ya watu wanasema kwamba kwa nini hiyo haitokei kwao na kwa nini hatuoni mambo ya namna hiyo yakitokea. Yawapasa kufanya istighfar na kuomba msamaha na wajikague ya kwamba, je, wakati wa kujitolea kwao nia yao ilikuwa hasa ya kupata radhi ya Allah? Kama hiyo ilikuwa nia, basi hisia za namna hizo haziwezi kuzalika moyoni mwao, na wanapaswa kufurahia kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia kujitolea katika njia yake. Kutoa malipo ni kazi ya Allah, na atatumia njia gani anajua yeye atatoa tu, kama si leo basi kesho. Lakini wale wanaokuwa na nia hii tu, basi ndio wanaolalamika. Ni wachache wanaofanya hivyo, na watu wa namna hiyo hata sala pia wanazichukulia kama mzigo. Bwana mmoja wa Moscow Abdurrahim Sahib anasema, kuhusiana na kupata ajira nimeendelea kuwa na bahati mbaya tu. Kila nilipokuwa napata ajira nilikuwa napata mshahara mdogo tu, kiasi kwamba sikuwa na uwezo wa kutimiza mahitaji ya familia nzima. Safari moja sikupewa mshahara wa mwezi mmoja, lakini kisha Mwenyezi Mungu akanijalia kwa fadhili zake kwamba mshahara wangu ukaanza kuongezeka. Nikafahamu kwamba hiyo ni ishara itokayo kwa Allah ya kuwa michango yote nianze kuitoa kwa wakati. Hivyo nikaanza kuitoa michango yote bila kukosa, na kutokana na kuitoa kwa wakati Mwenyezi Mungu akanijalia zaidi, na nikapata ajira ambayo nilikuwa naisubiri kwa miaka 2. Na kwa fadhili ya Allah sasa nimejaliwa kulipa mchango wa wakfe jadid, na hasa nimeweza kujua na kuelewa kwamba kwa sababu ya kudumu katika kutoa michango, Mwenyezi Mungu humzidishia mtu kipato chake na humwandalia mipango ya kudumu ya kujipatia kipato. Na pia namshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru sana ambaye amenijalia kushiriki katika michango ya Jamaat. Kutoka Sierra Leone yupo mbashiri wa mkoa wa Waterloo Iftikhar Sahib anasema ya kwamba kuhusiana na kukusanya mchango wa wakfe jadid, niliyatembelea matawi mbalimbali na nikawaambia wanajumuiya kwamba
sisi katika swala la kuwafahamisheni umuhimu wa michango tumeonyesha uvivu. Hazur anasema kwamba wakati wa kutangaza mwaka mpya wa Tahrike Jadid nilikuwa nimesema kwamba Sierra Leone ina wanajumuiya wengi na ina uwezo, na ikiwa wakipenda wanaweza kuboresha hali ya michango yao. Hivyo basi yeye akaenda na ujumbe huo matawini na kusema kwamba huo ni ujumbe wa Khalifatul Masih ya kuwa Sierra Leone ni jumuiya kubwa na ya zamani sana, na wanajumuiya wako tayari kujitolea. Ikiwa kuna uzembe, basi huo ni kutoka kwa viongozi tu. Mbashiri anasema kwamba wanajumuiya waliposikia ujumbe huo wakachangamka nao, na pamoja na kutoa na kulipa mchango wa Wakf Jadid wakaongeza michango mingine vile vile na kuilipa. Luton ni mahali ambapo akawasiliana na familia 18, na katika siku moja makusanyo yaliyopatikana yalikuwa milioni 1.3 milioni. Wanafunzi wa shule 2 za jumuiya wakatoa 3 milioni kwa siku moja katika Wakf Jadid, na wakaja kuongeza 200,000 baadaye. Msichana mmoja wa Luton aitwaye Muslima Ngofuna akatoa 50,000 milioni na akasema kwamba mwambie Khalifatul Masih ili aniombe. Anasema wanafunzi 5 wakaniambia kwamba pesa waliokuwa wameipata ya kibarua walikuwa wamefanya kibarua ili watoe mchango, na hela 50,000 milioni walioipata wakatoa katika mchango wa Wakf Jadid. Basi hawa ndio watu wanaosema labbaik kwa kila amri ya Khalifatul Masih. Hawajakutana nami wala hawajakaa mbele yangu, lakini mioyoni mwao mna mapenzi na heshima ya ukhalifa, na kisha kwa ajili ya Allah wanakuwa tayari ya kujitolea kwa namna zote. Kisha muangalie mfano mwingine wa mapenzi haya ambao ni wa Jamaat Luton. Mbashiri anasema nilikwenda nyumbani kwa Esba na kumhimiza kutoa mchango na kumsomea nukuu za hutuba kwamba wanajumuiya wa Sierra Leone wako tayari kwa ajili ya kujitolea. Hapo mke wake akashikwa na hisia na akasema kwamba ni kweli Khalifatul Masih amesema sawa sawa, lakini shida tulionayo leo ni kwamba hatuna chochote nyumbani. Anasema bado tuliko tumeketi kwake, ndipo ghafla tu fedha ikaja kutoka sehemu fulani, ambayo wakati huo huo akampatia katibu wa fedha na akamwambia kwamba amkatie risiti. Alipohisabu ilikuwa 200,000 milioni ambayo akatoa yote katika mchango, na alikuwa ameridhika na kufurahi sana, wala hakuwa na hisia yote ya aina hii kwamba nini imekuja katika wakati ambapo bado tunahitaji hela hiyo kwa ajili ya matumizi yetu na nini mmekuja kuchukua yote. Mbashiri anasema hata mimi nikamwambia kwamba ungebakisha chochote kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Akasema hapana, hela niliyopata nimetoa kama mchango, sasa sijali kitu kingine. Lakini Mwenyezi Mungu pia hakuwaacha. Muda si muda akapokea hela kutoka sehemu nyingine ambayo ilikuwa inatosha kwa ajili ya mahitaji yao. Kuna mbashiri wa Kyrgyzstan anaandika kwamba yupo mwanajumuiya imara sana wa Kyrgyz, Kut Saheb, anaishi Bishlik, ambaye alimwambia kwamba nilikuwa nimeahidi kutoa 1,000 sum kama mchango wa Wakf Jadid. Sum ni sarafu ya Kigirgiz. Kabla ya kumalizika kwa mwaka wa fedha, rais wetu alieleza katika hutuba yake umuhimu wa mchango wa Wakf Jadid, naye katika hutuba yake akatusomea matukio kutoka hutuba moja ya Khalifatul Masih ya miaka ya nyuma. Anasema hadi siku ile nilikuwa nimelipa sum 200 tu kutoka ahadi yangu ya 1,000, na sikuwa na uwezo wa kulipa yote. Nina dada moja ambaye ni mgonjwa na serikali inampatia 4,000
kwa mwezi kama matumizi. Siku ile baada ya sala ya Ijumaa nikaenda kupokea pension ya dada yangu. Nilipoingiza kadi kwenye mashine ya ATM kulikuwa na 10,000 sum katika akaunti. Wiki moja kabla mama yangu alikuwa ameiandikia serikali barua ya kwamba posho hiyo haitoshi, hivyo tupatiwe zaidi. Nikaelewa kwamba nyongeza hiyo ni fedha ile ambayo labda wametuongezea. Lakini anasema kwamba leo asubuhi 29 Desemba tukapokea simu kutoka serikalini kwamba sisi sawa na ahadi tutawapatieni sum 5,000 tu, hivyo tukapata 5,000 zaidi. Na anasema ya kwamba mimi nikatoa mchango wangu, na anasema kwamba hayo yote yametokana na baraka za kutoa. Anasema mchango ambao nikautoa nikaona baraka zake. Anasema hatujui kwamba fedha ile ilitoka wapi, lakini ilikuwa katika akaunti yetu na benki pia ikasema kwamba hiyo ni hela yenu. Basi kujitolea kwa namna hiyo kunawaongezea watu kiimani. Amir Sahib wa Tanzania anasema yupo mwanajumuiya mmoja wa Zanzibari, bwana Khair Rashidi Sahib. Yeye alipokumbushwa kuhusu wakfe jadid, bali yeye mwenyewe aliandika kwamba nilipokumbushwa kuhusu wakfe jadid, wakati huo sikuwa na ajira yoyote wala fedha, lakini nikamwomba mbashiri kwamba wewe uingize jina langu katika wale waliomaliza mchango wao, Mwenyezi Mungu ataniandalia chochote. Anasema siku 2 tu zilikuwa zimepita ambapo nikapata ajira ya uendeshaji wa gari, na kipato nilichokipata katika siku ya kwanza nikakitoa kama mchango wangu na mchango wa watoto wangu wa wakfe jadid. Anasema kwa sababu ya nia ya kulipa mchango, Mwenyezi Mungu akaniandalia mpango wa kudumu wa kunipatia mapato, na anasema kwamba mambo hayo yanatuongezea katika imani. Amisa Tanzania anaandika yupo mwanajumuiya wa mkoa wa Iringa, bwana Twaha Sahib, ambaye anasema ya kwamba mwaka huu kuhusiana na mchango wa wakfe jadid nimeweza kushuhudia baraka zisizo na hisabu. Anasema ahadi yangu ya wakfe jadid ilikuwa takriban 600,000 shilingi. Katika mwezi wa Novemba, kwa kuona matatizo ya kiuchumi, akaniandikia barua ya maombi akisema kwamba kwa jumla hali ya nchi na kibiashara ni mbaya sana, hivyo ufanye maombi ya kuwa kwa uwezo wa Allah niweze kulipa na kumaliza michango yangu. Huzuri anasema kwamba watu hawa wanaponiandikia barua hawaelezi kuhusu mahitaji yao binafsi, bali wanaandika wakiwa na wasiwasi kwamba mimi niwaombee ili waweze kulipa michango yao. Yataelezwa mbele matukio ya namna hii. Watu wanasali sala ya tahajudi ili waweze kufanikiwa kutoa michango na hawajali mahitaji yao. Bwana huyu anasema mara baada ya kuandika barua, moyo wangu ukajaa na utulivu, nikiwa na wazo kwamba inshallah Allah atanisaidia. Na masaa 24 tu yalikuwa yamepita tangu niandike barua, ambapo rafiki yangu mmoja akanijia kwa ajili ya kushauriana nami kuhusu biashara yake. Nilipokutana naye nikapata kujua kwamba miaka 15 kabla tulikuwa tumesoma pamoja. Anasema nikamshauri kuhusu biashara yake, kisha kwa kumpitia yeye nikapata mradi uliokuwa na shilingi milioni 6. Na anasema kwamba Mwenyezi Mungu akanijalia zaidi sana kuliko ahadi yangu, na akaifanya 600,000 kuwa milioni 6. Na mara baada ya kupokea malipo ya awali nikalipa na kumaliza mchango wangu wa wakfe jadid. Kuna mwanajumuiya mpya wa Zanzibar, bwana Juma Sahib, ambaye anafanya kibarua sokoni. Anasema nilipokumbushwa kuhusu mchango wa wakfe jadid, siku hizi sikuwa na kazi yoyote.
nilikuwa nafanya kazi ya kupakia na kupakua mzigo ambayo ilikuwa imefungwa, na nilikuwa nafanya kazi hii na hali yangu ilikuwa mbaya, hali ya kiuchumi ilikuwa mbaya. Nikasali sala ya tahajudi kwa siku kadhaa. Zura anasema sasa angalieni, huyo ni kibarua na ni mtu maskini, lakini hakumwomba Mungu ili mahitaji yake yatimie au apate riziki, bali anasema nikamwomba Allah ili niweze kulipa michango na anisaidie ili nisibaki nyuma katika kujitolea. Anasema hivyo siku 3 kabla ya kumalizika kwa mwaka wa wakfe jadid, kazi ikaanza tena na nikapata takribani shilingi 300,000, na hapo nikalipa michango yangu na michango ya watoto. Anasema anasema kwamba tangu nimejiunga na jamaat, kutokana na kulipa michango, Mwenyezi Mungu ametia baraka tele katika mali yangu. Hawa ndio watu ambao ikiwa wana wasiwasi, basi wana wasiwasi za kulipa michango, na katika tahajudi kama nisemavyo wanamuomba Mwenyezi Mungu huku wakilia machozi kwamba Mwenyezi Mungu awajalie kutimiza ahadi zao. Mtu wa dunia kwa kusikia hayo anaweza kusema kwamba huo ni ujinga tu, lakini watu hawa wanaochukuliwa na watu wa dunia kama wajinga ndio watu ambao Allah anawapenda na kisha anawatimizia mahitaji yao mwenyewe. Katika ripoti tunaendelea kupokea matukio ya ajabu. Amir Sahib wa Gambia anaandika, mwenye duka wa kijiji cha mkoa wa Benki Kaskazini, Ibrahim Sahib, alikuwa mfanyabiashara mkubwa na watu walikuwa wakiweka amana zao kwake. Wakati huo hakuwa mwanajumuiya. Kutokana na sababu mbalimbali, ghafla akafilisika na akatumia kutoka amana za watu ili aweze kuokoa biashara yake. Alipohisi kwamba hataweza kurudisha amana za watu, ndipo akahamia nchini Guinea Conakry na akaacha nchi yake, na kwa miaka 3 akaishi Guinea Conakry, kisha akaamua kurudi. Alikuwa na wema moyoni mwake, hivyo akaamua kwamba arejee nchini na awarudishie watu amana zao. Hivyo akawapigia simu chifu wa kijiji na chifu wa wilaya akiwaambia kwamba wamruhusu kurudi na asikamatwe na polisi, na akasema kwamba nitajitahidi kurejesha mikopo yote. Hivyo chifu akakubali kwa sharti hilo kwamba yeye arudi na afanye kazi na awarudishie watu amana zao, na asipofanikiwa kufanya hivyo basi atatiwa ndani. Bwana huyo anasema miezi 4 tu ilikuwa imepita tangu nireje nchini, ndipo ujumbe wa Masihi Maud alayhisalam ukanifikia na nikausikia na kujiunga na jamaat. Anasema kwamba kisha ye akaanza kutoa mchango bila kukosa, akaanza kushiriki katika mipango mbalimbali ya kujitolea, na kwa fadhili za Allah, kwa sababu ya kujitolea michango, akapata baraka kiasi kwamba katika muda huu wa miaka 2 tu akaweza kulipa mikopo yote ambayo ilikuwa $200,000, bali akajenga nyumba yake na akaanza kuendesha duka lake tena, na sasa biashara yake imepata maendeleo makubwa, na yeye mwenyewe anasema kwamba hayo yote yametokana na baraka za kujitolea michango. Yupo mama mmoja wa Jamaat Australia ambaye anasema tulipohamia katika nyumba mpya hatukuwa na hali nzuri ya kiuchumi. Kodi ya nyumba pia ilikuwa nyingi na sikuwa na hela ya kununua mahitaji ya msingi. Upande wa pili, mwaka wa mchango pia ulikuwa unakaribia kuisha. Mimi nikimtegemea Allah nikalipa michango. Sasa mama huyo anaishi katika nchi iliyo tajiri. Mama huyo anasema nikalipa mchango na nikamwomba Allah kwamba nisipate shida ya kuwaomba watu, na yeye mwenyewe anitimizie mahitaji yangu. Anasema siku ile jioni akaja mume wangu na akanipatia hela, na akasema hiyo nimepewa na afisa yangu kama niongeza, na katika wafanyakazi wote mimi ndiye niliyepata hela hiyo.
na ilikuwa mara 2 zaidi kuliko hela ya mchango wangu. Hiyo ilikuwa fadhili na hisani ya Allah ambayo kwa kuiona nikashangaa sana na nikajawa na yakini kwamba yule anayejitolea kwa ajili ya Allah, Mwenyezi Mungu pia hamwachi bila kumsaidia. Bwana Kamruddin Sahib wa nchini India anaandika, wakati wa kumalizika kwa mwaka wa bajeti, nikifuatana na Nazim Waqf Jadid nikaenda kutembelea jamaat ya Kalikat. Katika ziara hiyo tukaenda nyumbani kwa mwanajumuiya mmoja aitwaye Hanif Sahib ambaye miaka 8 kabla alikuwa amefanya bayati na anafanya kibarua. Tulipofika nyumbani kwake, mtoto wake wa miaka 10 Madlal Ali akaja na kisanduku cha kutunzia fedha na akatoa mchango wa Waqf Jadid na akatuambia kwamba mchango huo ameukusanya kwa mwaka mzima kwa ajili ya Waqf Jadid. Kisanduku kile kilipofunguliwa kulikuwa na hela nyingi ndani yake. Nazim Saheb akamuuliza mtoto huyo akisema kwamba kikawaida watoto hukusanya hela ili waweze kununua vitu vyao, ili hali wewe unatoa katika Waqf Jadid. Mtoto huyo akajibu kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na makhalifa watukufu wanatoa amri ya kutoa katika njia ya Allah, ndiyo maana nimetoa katika Waqf Jadid. Haya ni malezi ya watoto wa jumuiya ambayo watoto wake wawe na fikra hii na walelewe hivi. Wapinzani wa jumuiya hawawezi kuizuru hata kidogo, hata kama watumie nguvu zote, lakini wajue kwamba jumuiya hiyo Mwenyezi Mungu ameianzisha mwenyewe ili isambaze dini yake katika dunia nzima, na ndiyo maana katika kila hali Mwenyezi Mungu anailinda na kuisaidia na anaendelea kutia mapenzi ya jamaat katika mioyo ya vizazi vyote. Amir Sahib wa Tanzania anaandika, kutoka nchi jirani ya Malawi, Mwalimu Sahib wa jamaat Manki Maguchi anaandika ya kwamba mwanajumuiya moja Ibrahim Sahib anafanya kazi ya kuuza nyama. Mwaka huu alitoa ahadi ya mchango wa Waqf Jadid kama 5,800 kwacha. Kwa mwaka mzima akaendelea kulipa kidogo kidogo, na hadi Desemba bado alikuwa anadaiwa kiasi fulani, lakini kutokana na hali ya nchi biashara yake ikafungwa, naye akachukua mkopo na akamaliza ahadi yake. Baada ya wiki moja ili aanze tena kazi yake, akanunua mbuzi ili aweze kuuza nyama yake, na katika siku chache tu akapata baraka tele katika shughuli zake, kwamba akalipa mikopo yote. Tunasema kwamba hata watu maskini wanapotoa kwa nia ya kujitolea huku wakimtegemea Allah, basi Allah pia anawajalia fadhili zake. Hali ya nchi haikuwa shwari, lakini Mwenyezi Mungu akambadilishia hali yake. Mwalimu wa jamaat Mawala ya Malawi anasema yupo mama mmoja mjane Matimba Sahiba ambaye kila mwaka anatoa mchango sawa na uwezo wake. Mwaka huu pia akatoa ahadi ya Waqf Jadid, na katikati ya mwaka akatoa mapema kuliko kina mama wengine. Siku ile alipotimiza ahadi yake akaota ndoto ya kwamba, katika ndoto yake akaambiwa na Mwenyezi Mungu ya kuwa kuanzia leo Mwenyezi Mungu atakusaidia katika shughuli zako zote. Hivyo siku ijayo akaja kwa mwalimu akatoa zaidi katika mchango wa Waqf Jadid. Yeye anasema kwamba kutokana na baraka za mchango Mwenyezi Mungu ametia baraka tele katika mavuno yangu, na ameniahidi kwamba yeye atanisaidia. Kwa namna gani wakati mwingine Mwenyezi Mungu anamjalia binadamu azidi katika imani na kupata maendeleo ya kiimani. Mbashiri wa Albania anaandika, yupo mwanajumuiya mmoja mpya Michaelas Bia Sahib ambaye miaka 3 kabla alikuwa amejiunga na jamaat na ni katibu wa mahubiri na jamaat yake na ni khadim hodari. Siku moja akaja na boksi moja iliyokuwa imejaa na hela
naye akaniambia kwamba boksi hiyo alikuwa ameiweka katika gari yake tangu mwezi mmoja kwa nia hii ya kwamba akiba atakayoipata ataiweka ndani ya boksi ile kama mchango. Hivyo akaja na boksi ile na akatoa mchango wake na mchango wa mtoto wake vile vile, na sasa kila mwezi anakuja na boksi ya hela. Na wakati wa kumalizika kwa mwaka wa Waqf Jadid katika mwezi wa Desemba pia ametoa mchango mkubwa. Zura anasema kwamba bwana huyu akatoa mchango mkubwa katika Waqf Jadid. Huzur amesema kwamba watu baada ya kujiunga na jamaat pale wanaposhuhudia fadhili za Allah zikiwateremkia huwa wanazidi zaidi katika kujitolea. Kutoka Uingereza, rais wa tawi la Chim anasema tulikuwa na mapungufu makubwa katika bajeti yetu, na kuhusiana na hilo nilikuwa nafanya maombi katika tahajudi. Siku moja mke wangu akaniambia kwamba mtu fulani wa familia fulani, ikiwa utamwambia yeye basi yeye atatoa mchango zaidi. Hivyo nikawasiliana naye na familia yake, nao wakasema kwamba majina yetu yasizihirishwe, na mtu huyo akatoa 1,000 paundi kutoka kwake na kisha akatoa 1,000 paundi kutoka kwa watoto wake, na akasema ikiwa ukihitaji zaidi basi niambie. Kutoka Uingereza yupo katibu wa Waqf Jadid wa Lajna Islamabad anasema baada ya kumaliza masomo ya chuoni nilikuwa nimeendelea kuwalea watoto. Nina watoto ambao umri wao ni miaka 5 na 8, na katika muda huo wote michango yetu ilikuwa imetolewa na mume wangu, isipokuwa nilikuwa napata mafao ya watoto tu katika akaunti yangu, na nilikuwa nafikiri kwamba hata kama nitumie kiasi gani siwezi kujitolea kweli kweli. Hivyo mwaka huu nikaanza kutoa michango mbalimbali kutoka akaunti yangu binafsi, na pia kwa niaba ya bibi yangu na baba yangu mdogo pia nikatoa mchango. Nikajitahidi kutoa sawa na kipato changu, na katika mwezi huo huo nikapeleka ombi la kuomba ajira kama mwalimu katika shule ya watoto. Sikuwa na matumaini ya kupata mafanikio, lakini siku ile ambapo nikatoa mchango kwa mara ya kwanza kutoka akaunti yangu, siku ijayo nikapokea simu kutoka shuleni kwa ajili ya interview, na nilipotoa kwa mara ya pili uongozi wa shule ukanipatia nafasi nyingine huko shuleni, na hivyo kipato changu kikaongezeka kwa 10%, na hapo nikawa na yakini kwamba hayo ni matokeo ya kujitolea katika njia ya Allah. Mbashiri wa jumuiya ya Ujerumani bwana Farhad Sahib anasema ya kwamba khadim mmoja wa jimbo la Wiesbaden alimwambia ya kuwa yeye alikuwa ameshatoa mchango wa Tahrike Jadid, bali hela aliyokuwa ameiweka kwa ajili ya Waqf Jadid pia akatoa katika Tahrike Jadid kama nyongeza. Katika mwezi huo huo akapokea barua kutoka idara ya kodi ikisema kuwa wewe unadaiwa euro 800 ambayo unatakiwa kuilipa. Lakini hata hivyo anasema kwamba nikafanya hima na kulipa mchango wa Waqf Jadid nikiwa na nia kwamba ni sawa tu, nitalipa kodi vile vile hata kama nikilazimika kukopa. Kisha baada ya wiki chache ikaja barua nyingine kutoka idara ya kodi ikisema kwamba sisi tumekagua nyaraka zako na wewe hudaiwi chochote, bali unatudai euro 4,400. Na baada ya siku chache gari yangu ikapata ajali na nikapata euro 4,700. Hivyo nikifanya hima kidogo mchango niliyokuwa nimeutoa kama nyongeza, Mwenyezi Mungu akanijalia kulipa yote. Sasa mtu aseme kwamba hiyo ni ya bahati tu, lakini muumini anajua kwamba hayo ni matokeo ya fadhili makhsus ya Allah. Raisi wa Lajna Canada anasema ya kuwa raisi wa Lajna Canada anasema kwamba mama mmoja anaeleza ya kuwa miaka 3 kabla mume wake alipokuwa akisoma, pamoja na kufanya kazi yeye alikuwa akisimamia mambo yote. Kutokana na shughuli nyingi akaanza kuugua. Katika muda huo ulipowadia wakati wa kutoa ahadi za Tahrike Jadid na Waqf Jadid, yeye akaandikisha ahadi ya mara 2 kuliko kipato chake. Baada ya muda akakosa ajira na akafilisika vibaya, na akaanza kutumia credit card kwa ajili ya matumizi yake.
mwishoni mwa mwaka muda wa kulipa michango ulipofika, ye akimtegemea Allah akalipa michango kutoka credit card. Mwenyezi Mungu akaonyesha kudra yake ya ajabu. Katika siku zile akajulishwa na benki kwamba kuna protection insurance juu ya kadi yake, na kama amekosa ajira anaweza kuomba ajira tena. Hivyo akapata nafasi kulipa matumizi yote ya kadi pia, na akapata ajira nyingine iliyokuwa bora zaidi kuliko ile. Na katika muda huo mume wake pia akahitimisha masomo yake na akapata ajira nzuri, na sasa kutokana na ajira yake wanaendelea kuishi vizuri. Mbashiri wa Indonesia anaandika, Amin Sahib na familia yake muda wote walikuwa na tamani kwamba katika mwezi wa Ramadhan waweze kulipa michango ya Wakf Jadid na Tahrik Jadid. Mwaka huu kipato chao kilikuwa kidogo na kizwahiri kutimiza ahadi kilikuwa kigumu. Mbashiri anaandika kwamba katika mwezi wa Ramadhan nikamwona katika hali ya saumu akiwa anakwenda pamoja na familia yake katika shamba lake, huku akitembea kilomita 4 ili waweze kutimiza ahadi zao. Hivyo wao katika mwezi wa Ramadhan wakatimiza ahadi yao iliyokuwa ya 200,000, na hiyo haikuwa rahisi. Mbashiri anasema kwamba nikawauliza, kitu gani kinakulazimu kufanya hivyo katika hali ya saumu? Hapo akasema, mimi na familia yangu tunafanya hivi ili tuweze kutekeleza amri za khalifa wa zama na kupata radhi ya Mwenyezi Mungu. Ipo jamaat moja ya Burkina Faso na yupo mwanajumuiya mmoja wa jamaat hiyo, bwana Niampa Sahib, ambaye miaka 10 kabla alikuwa amejiunga na jamaat, lakini katika kulipa michango alikuwa nyuma. Kulikuwa na hali ya maradhi na shida katika nyumba yake. Ye akaanza kutoa michango ya Tahrik Jadid na Wakf Jadid, na kwa sababu ya kutoa michango hii bila kukosa, Mwenyezi Mungu akamjalia unafuu na akawaondolea maradhi yote na kuwaponya, na mwaka huu ameshiriki vizuri katika mchango wa Wakf Jadid. Na pale alipokuwa akifanya kazi, watu wa idara hiyo wakaja kwake wenyewe na wakampatia kazi. Idris Sahib anasema kwamba hiyo ni fadhili ya Allah, kwamba yeye kwa kupitia Wakf Jadid amemjalia nafasi ya kujiongezea kipato chake. Basi hizo ni njia za Allah za kurudishia mkopo kwa uzidisho mwingi. Nimeeleza matukio machache tu, ijapokuwa yapo mengi. Mwenyezi Mungu kwa siku zote aendelee kuwajalia wanajumuiya na waendelee kujitolea kwa ikhlasi na kwa unyofu, na Allah aendelee kutuonesha mifano ya fadhili zake. Sasa nikitangaza mwaka mpya wa Wakf Jadid, nitaeleza taarifa chache za mwaka uliopita. Kwa fadhili za Allah, mwaka wa 63 wa Wakf Jadid umemalizika tarehe 31 Desemba 2020, na mwaka wa 64 umeanza kuanzia Januari mosi. Kwa fadhili za Allah, ndani ya mwaka huo wanajumuiya wameweza kujitolea michango ya jumla ya paundi za Kiingereza milioni 10,530,000, ikiwa na ongezeko la paundi 8,087 kutoka mwaka uliopita. Alhamdulillah, hiyo haitokani na juhudi yoyote ya kibinadamu, bali hasa ni fadhili ya Allah. Mwaka huu vile vile Uingereza imesimama ya kwanza katika dunia nzima, na kwa fadhili ya Allah wameongeza sana. Lajna ya Uingereza inafanya kazi kwa bidii sana, na mwaka huu jinsi walivyoongeza mchango wao inaonekana kwamba hata kina baba pia wamejitahidi sana pamoja na kina mama. Nafasi ya pili ni ya Ujerumani, ijapokuwa wao pia wameongeza, lakini Uingereza ni mbele sana kuliko Ujerumani. Pakistan kwa sababu ya kushuka katika sarafu yake imeenda nyuma, ijapokuwa ina namba 3, lakini hata hivyo
bado wanaendelea kujitolea na kupata maendeleo. nchini pakistan wanajumuia wanaendelea kujitolea nafsi zao na wanaendelea kuvumilia mateso ya aina aina. mwenyezi mungu awarahisishie. canada ina namba 4, kisha ni marekani, kisha ni india, kisha ni australia, kisha kuna jamaat moja ya mashiriki ya kati, kisha ni indonesia, kisha ni ghana pia kutoka nchi za afrika sasa imekuja katika orodha ya nchi 10 za dunia. utoaji kwa kila kichwa, marekani ni namba 1, kisha ni uswisi na uingereza. barani afrika kwa upande wa ukusanyaji wa jumla, ghana imesimama namba 1, kisha mauritius, kisha nigeria, kisha burkina faso, kisha ni tanzania, kisha sierra leone, kisha ni gambia, kenya, mali na benin. walioshiriki katika mpango wa wakfu jadid kwa ujumla ni 1,452,000. kwa upande wa ukusanyaji wa jumla, jamaat 10 kubwa za uingereza ni farnham namba 1, kisha islamabad namba ya 2, worcester park namba 3, putney namba 4, birmingham south 5, gillingham 6, sauchim 7, masjid fazl 8, birmingham west 9 na new malden 10. upande wa ukusanyaji wa jumla, majimbo matano ni baitul futuh namba 1, masjid fazl, kisha ni islamabad, kisha ni midland na baitul ihsan. jamaat 10 za kwanza kwa daftar atfal ni farnham namba 1, islamabad namba 2, roehampton, well, baitul futuh, kisha mitcham park, glasgow, cheam, guildford, worcester park, birmingham south. katika matawi 10 madogo kwa upande wa ukusanyaji wa jumla ni hamilton, sipa, spin valley, bournemouth, brighton, montreat, peterborough county, edinburgh, Keighley, swansea. amarat 5 za ujerumani ni hamburg namba 1, kisha ni frankfurt, kisha wiesbaden, kisha ni grosgro na darsenbach. katika mchango wa watu wazima, jamaat 10 za ujerumani ni rudermark, louis, rudermark, kisha nuis, neda, kisha madiabad, mainz, koblenz, hanau, langen, florensheim, pinsheim, paniburg. katika daftar atfal majimbo matano heisen, rudost, heisenwitte, rhineland falls, westfalen tanas. matawi matatu ya kwanza ya pakistan: lahore namba 1, rabwa namba 2, karachi namba 3. katika mchango wa watu wazima, nafasi za wilaya ni islamabad namba 1, rawalpindi, sargoda, gujarat, gujranwala, umarkot, hyderabad, peshawar, mirpur khas, dera ghazi khan. kwa upande wa ukusanyaji wa jumla, matawi 10 ya kwanza ni defense lahore, islamabad, township lahore, clifton karachi, daruzikar lahore, gulshan abad karachi, samlabad, azizabad karachi, rawalpindi, ilham iqbal town lahore. katika daftar atfal, jamaat kubwa 3 za pakistan: awal lahore, pili karachi, tatu rabwa. katika daftar atfal, nafasi za wilaya ni islamabad namba 1, gujranwala, sargoda, shekhpura, faisalabad, dera ghazi khan, gujarat, umarkot, narowal, bahawal nagar. amarat za canada namba 1 ni Vaughan, kisha peace village, kisha vancouver, kisha Brampton west, kisha toronto west. jamaat 10 kubwa za canada: bradford, durham, milton east, edmonton west, windsor, milton west, regina, ottawa west, Adri, abbotsford. amarat za atfal: Vaughan namba 1, kisha toronto west, kisha peace village, kisha calgary, kisha Brampton west. jamaat katika daftar atfal: bradford namba 1, kisha durham, kisha milton west, hamilton mountain. kwa upande wa ukusanyaji wa jumla, jamaat 10 za marekani ni maryland, los angeles, kisha ni seattle, silicon valley, kisha boston, austin, oshkosh, syracuse, rochester, minnesota.
katika daftar atfal jamaat kumi maryland, los angeles, seattle, orlando, silicon valley, austin, oshkosh, minnesota, las vegas, fishburg, majimbo ya india namba moja kerala, tamil nadu, jammu kashmir, telangana, karnataka, orissa, punjab, west bengal, delhi, uttar pradesh. Na matawi ni coimbatore, kadian, patha, pariyam, hyderabad, kolkata, bangalore, calicut, kanurton, rishinagar, kairang. jamaat kumis australia ni melbourne, longbourn, castle hill, marsden park, melbourne, berwick, adelaide south, mount Druitt, Pesith, Penrith, Perth, Logan East, Blacktown. Katika watu wazima matawi ya australia ni melbourne, longbourn, castle hill, marsden park, melbourne park, Penrith, mount Druitt, Blacktown, adelaide south, Perth na canberra. Katika atfal jamaat za australia ni melbourne long, adelaide, melbourne berwick, mount Druitt, logan east, penrith, castle hill, melbourne east, perth na adelaide west. mwenyezi mungu awajalie wote waliojitolea baraka tele katika mali na nafsi zao, na awajalie maendeleo ya kiroho, wawe wenye kutimiza haki za allah na haki za watu. siku hizi kama navyoendelea kuelekeza, muwaombee wanajumuiya wa pakistan dua makhsus. mwenyezi mungu awaondolee matatizo na shida zao, na aizuie mikono ya wapinzani isiwafikie, na wapinzani wasiyo tayari kujirekebisha, mwenyezi mungu afanye mpango wa kuwakamata waliotiwa ndani, awajalie wapate uhuru. wanajamaat wa aljazair pia wamo ndani, kuna upinzani mkali nchini aljazair. pia muwaombe allah awajalie utulivu na amani. mujikite katika kuomba dua na kusali nafal na kutoa sadaka. nchini pakistan kwa ujumla hali si shwari, muwaombe allah awajalie amani, na wale wanaoendelea kuuana na ugaidi na fitina na ufisadi uliopo nchini, allah afanye mpango wa kuvimaliza vitu vyote, na aijalie serikali akili ili kwa kweli wawe wenye kuwatumikia wananchi wao na wazingatie uadilifu. pia muombe hali ya dunia inayoendelea kuharibika zaidi, allah aurihimu ubinadamu wote. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.